Mimi kwa majina naitwa Steven Jacob Gumbo. Ni mtumishi wa huduma ya Kristo, mwalimu, na hasa kwenye mtandao ya YouTube huwa natoaga profesi mbalimbali za nchi, ikiwa majanga kama moto, maji, watu kuepuka majanga haya ya nchi. Lakini pia hata kwenye eneo pia la utawala kwa Mheshimiwa Rais huko, vyama hivi CCM na upinzani, kile ambacho naonyeshwa, na huwa naonyeshwa kwa njia ya ndoto. Kilichotokea jana ambacho umetokea, nimepeleka watoto wangu kliniki. Sasa wakati nimerudi, mama kanipigia simu, kaniambia hebu njoo tuchukue na gari turudi nyumbani. Kwa hiyo wakaja watu na cruiser. Wakaniambia sisi ni askari kutoka Central, kituo cha kati, tuna mahojiano na wewe. Na mimi ninavyojua, baba yangu huyu ni balozi, ni mchungaji wa hapa, lakini ana balozi hapa. Pakiwa na kesi ya mtu anakamatwa, kuna barua ambazo wanamchukua naenda na yeye. Kwa nilipoona ile hali, mzee alikuwa sebleni pale. Kwa nikamwambia basi naomba nimwambie mzee hapa, alafu twende. Sasa ile nimesema vile nikaona nimekamatwa begeli. Na kama kawaida kamatwa, mtu anatoa zile ID uweze kuona. Hapakuwa na ID, hapakuwa na taarifa ya balozi. Basi kwa watu nimeshikwa bega. Sasa nilipoona ile style ya kamataji, basi ndio nikapiga kelele sasa kwamba natekwa. Wakanipiga hapo sana, wakanitupa huko kwenye ile cruiser. Nikafungua mlango wa pili wa nyuma kule, ile gari upande wa pili. Nikapiga tena kelele zaidi. Bahati nzuri kuna wananchi ambao waliona ile tukio, na wenyewe wakawa wanapiga kelele saa hizo. Na wengine nafikiri wakarusha mawe. Basi wakanitoa hapa kwa hospitali. Tukaenda huko, wakanifunga vitambaa viwili usoni. Wakanifunga na pingu kwa nyuma. Wakanifungia hapo kuna dampo. Kwa hiyo wakati naelekea, mimi nikaangalia tu uelekeo. Sababu najua kutoka hapa ukikata hivi ni Mbauda. Ukienda huku ni maeneo ya mjini huku. Nikaona gari imekata kushoto. Ikaenda kama kilomita kama 3-4, ikakata tena juu, alafu kuna imezunguka. Ikaenda. Basi wakati ananiambia bana, wewe umefariki. Basi baada hapo ndio sasa wakanichukua mpaka hapo. Sasa kujua napelekwa wapi sasa. Nikaingizwa kwenye chumba fulani hivi. Basi ndio hapo akaanza kunipiga sasa. Kwamba ilifikia wakati wakateremshwa. Baada ya kufika kwenye hilo eneo sasa ambalo wao wenyewe wanajua mimi sijui ni wapi. Basi nikashushwa pale vizuri. Baada ya pale ndio kaanza kupigwa, kanimwagia maji, kaanza kunipiga. Huko akiwa anakuambia naomba tu nisiongee mengi. Naomba tusongee tu mengi kwa sababu ni issue za mtandao. Kwa lugha rahisi tu ni issue za kile unachokiposti kwenye mtandao. Yes, ni hicho tu. Labda turudi nyuma kidogo. Wakati wanakukamata, ulijuaje ni kutekwa na sio kukamatwa? Utaratibu uliotumika. Utaratibu uliotumika ambao mimi naujua haukuwa hivyo. Sababu pia kukamatwa, unaambiwa kwamba kuna shida gani. Pia watatoa ID. Lakini pia kwa hapa mtaani kwetu, balozi huwa na kabisa, kama kuna mwananchi hapa anakamatwa, balozi anapata taarifa, wanakwenda na huyo mtu, wanamchukua wanaenda. Kuna scenario mbili zilizungumzwa. Kwanza kuvunjwa kwa kioo cha gari iliyokubeba, yes, cha nyuma, lakini pia kugonga mtu wakati mko njiani, na ya tatu ni ya dereva bajaji bodaboda walikuwa wanafuatilia kwa nyuma, kutolewa silaha wakaacha kufuatilia. Hizo zote tatu hisi ukiwa ndani ya gari. Hiyo ya bodaboda kabisa
Hiyo ya mawe kweli ilikuwepo. Nilisikia tu jiwe limetupwa likapasua kioo. Then na kuna hiyo ya nani pia nilisikia ya kunga mimi nilisikia bodaboda. Nilisikia tu bodaboda, sasa sijui ni palikuwa pana mtu au la. Hivyo. Na honi zilikuwa nyingi sana barabarani. Yaani speed ile ilikuwa ni kali sana. Kali sana. Sasa hiyo ya silaha kwamba wasikufuatilia? Silaha sijaona, maana nilikuwa nimefungwa. Nilikuwa sijaona sababu nilikuwa nimefungwa. Safari yako ilishia wapi hadi ulipopatikana? Baada kunipiga na kunichukua baadhi ya maelezo ambayo nafikiri nisingependa kuyaongea. Baada ya pale wakanichukua, nikasikia kama ananiambia tunakupeleka nimesema ni mabusu, lakini haikuwa hivyo. Kanipeleka mahali fulani ambako baadaye nikajua kama ni porini. Kule wanaita West Kilimanjaro. Unapanda pale Boma, kuna barabara ya Sanya inapanda kule juu. Kaenda kule mwisho kabisa kule. Wakachukua simu yangu ile, kaniambia nifute zile video zote zile. Kwa sababu bahati mbaya bando lilikuwa limeisha sasa. Kwa ikabidi sasa wafanye mpango apate bando. Lakini nikasema wakawa wanaulizia na kitu kingine kama sijui ni kitu gani, kama nylon hivi. Baada pale basi wakasema basi wawili wabaki na mimi pale au mmoja, alafu wengine warudi watafute namna ya kupata data na ni bando zile ili niendelee kufuta zile video. Basi wakanitoa sasa hivyo, na hapo tayari miguu na haifai. Kaniburuza hivyo kanipeleka kwenye kapori hivi. Kaambia lale hivi. Kakanyagiwa hapo shingoni. Basi nikasikia wewe mmoja akasema, "Bana, twende bana." Kaambia sasa huyu hapa tunamwachaje hivi? Tunamwachaje na maneno mengine ambayo pia nisingependa kuyazungumza kwa sababu ya mambo ya publicity. Basi baada pale nikasikia tu gari imewashwa imeondoka. Sasa pale nikawa sisi kutembea. Kaanza sasa kubiringita pale, kutembea na magoti mpaka barabarani pale. Nikaa barabarani sasa pale. Ndio sasa pakatokea bodaboda kwanza akaja pale, alipoona ile hali akapita. Ikaja na lori moja mafuta na yenyewe ikaogopa. Wakaja bwana mmoja ambao ni wanalinda tembo siingie kwenye mashamba kule. Kwa walipoona basi nikajitambulisha, bana mimi ni fulani mtumishi ule mtandaoni, nisaidieni. Saidieni bana, nimetekwa, nimetupwa huku, nisaidieni. Basi wale bwana mmoja alikuwa ni muoga, anasema hii kesi sije kamia kwetu. Basi baada ya pale wakanisaidia. Mmoja kabisa akanisaidia. Nikaomba namba ya simu, nikaomba simu yao nipige simu angalau watu wajue kwamba niko hai. Maana simu yako Simu na wifi umechukua saa zote. Kofia, sendo hivyo. Na funguo pia zangu, funguo za nyumba zote nipotelea huko. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.